mpenzi mtazamaji, wakati huu tena tunapata nafasi ya kuendelea na visa vyetu vya Biblia. Na umefuatilia visa vingi vimepita kina Elia na wengineo wengi, Musa, Ibrahim na wengi sana ambao nimepata nafasi ya kuelezea. Lakini siku ya leo kwa sababu kuna mfululizo huu wa kujifunza visa na kuangalia watumishi wa Mungu waliopita, basi tuweze kuangalia kisa cha mtu mwingine anaitwa Elisha. Vitu vya msingi sana ambavyo tunaweza kujifunza kutoka kwa Elisha na matukio yake na kujua hasa kuhusu Mungu zaidi. Kisa hiki tunaanza kupata kutoka kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19. Pale ambako Elia wakati amekutana na Mungu katika mlima wa Mungu Horeb, na wakati amekutana na Mungu, Mungu anamwambia sasa akamtie mafuta Elisha kwa ajili ya sehemu yake, nafasi yake. Na kweli wakati anapita mkuta Elisha na lima akiwa na jozi 12 mbele yake. Na jozi la 12 alikuwa nalo mwenyewe. Na Elia akamtupia vazi, ishara ya kwamba unahitaji sasa kuchukua nafasi katika hili na kunifuata kwa ajili ya wito huu. Elisha akaelewa, na alipoelewa akamfuata, akaomba ruhusa akuja kuaga wazazi wake, na akaja akachinja ile jozi la ng'ombe, na alipochinja akawapa watu wakala, ishara ya kwamba sasa mimi biashara hii ya kulima imeishia hapa, naenda kuwa mtu mwingine. Akachinja na watu wakala nyama, akaondoka ili asiweze kuli tena. Na akaenda kukaa na Elia kwa muda mrefu, kwa sababu Elia endelea na huduma yake aliyokuwa nayo na Elisha akiwa mtumishi wake kwa miaka mingi ambayo inaendelea kutajwa, ambayo itajwi, lakini muda, kwa sababu kuna matukio yaliyofuata hapa ambayo tunaweza tukayaona Asia wa Wafalme mpaka wakati wa Ahazi, Elia alikuwa bado yupo, na mengi aliyokuja kufuata baada ya hapo. Sasa tunachokuja kuangalia ni kitu kimoja, ya kwamba Elisha anakuja kuchukua nafasi ya Elia. Na tuanzie sehemu ambapo Elisha anachukua nafasi ya Elia kwa maana ya kazi. Wakati anafanya kazi hiyo ya kumtumikia Elia ilikuwa ni sehemu ya kujifunza ile huduma inakwendaje na kumjua Mungu kwa kina. Na kumjua Mungu. Kumjua Mungu sio utume, ni kumjua. Ukishamjua ndipo utapata nafasi ya kwenda, kwa sababu kuna kitu ni kuja kujifunza pale. Kwa hiyo nitashare na wewe. Sasa siku ilifika ambayo Elia sasa amefika nafasi, Mungu anamwambia, Mungu anapanga kumuondoa. Baadhi ya vitabu vilivyo vitakatifu navyo pia vinaandikwa vya historia ambayo tunaamini si kama Biblia, lakini vinatoa ufunuo katika ile kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Elisha na manabii wengine walifunuliwa habari ile tukio, lakini kana kwamba Elia hakujua kinachokwenda kutokea. Ufunuo alikuja kupata baadaye, muda mfupi tu kabla ya kuondoka. Lakini Elisha alijua. Kwa hiyo Elia akamwambia Elisha, ya kama baki hapa, Mungu amenituma kwenda mahali fulani, kama eneo matatu hivi. Elisha kwa sababu anajua ya kama huyu mtu ataondoka, hakupuuza. Akasema kama roho yako ishivyo nitakuambatana na wewe. Kwa hiyo akaenda, lakini kwa vitu vilivyokuwa nafika, tutasoma kuanzia Wafalme wa pili. Si ndio? Kuanzia sura ya kwanza na kuendelea. Tutakisoma kuanzia sura ya pili. Ukija kuangalia kilichokuja kutokea ni kwamba manabii, watoto wale wana manabii wanaitwa wana manabii, maana yake wao wanafunzi wa Biblia wa unabii ambao walikuwa kijifunza, na wengi wao walikuwa wanatoka kuwa manabii. Tunajua kuangalia kwamba walikuwa wanajua. Sasa wakati wanajua ndio wanamwambia Elisha, bwana wako atatwaliwa. Asema nyamazeni, najua. Tunapata kuona picha ya huyu alikuwa ni mtu wa namna gani. Alikuwa na focus na kile anachokitaka na kila alichoitiwa. Na Elia tena akamwambia baki. Hata wakati anavuka Yordani alimwambia baki, lakini bado Elisha hakukubali. Alipovuka mto, na ndipo Elia anamwambia Elisha, omba chochote kabla sijatwaliwa, maana kashajua sasa ninaondoka. Omba chochote kabla sijatwaliwa kwako. Elisha anaomba, nasema naomba roho yako mara 2. Ni kweli kuna watu wanatafsiri kitu ya kwamba anaomba roho yake mara 2, kwamba Elia alikuwa ana roho kidogo, kwa hiyo anaomba nyingi zaidi.
Lakini double portion ilikuwa ni ishara, ilikuwa ni lugha inayomaanisha roho ya kufanya kazi sehemu yako. Na inamaanisha kuwa mrithi, yani kuwa mrithi wako, roho kuwa mrithi wako. Ndiyo maana ya double portion, kwa sababu mrithi hasa alivyokuwa mzaliwa wa kwanza alikuwa anapata mara 2, kwa maana mrithi anapata mara 2. Kwa sababu yeye kusema naomba double portion, naomba mara 2 ya roho yako iwe juu yangu, ni kwamba anahitaji kufanya kazi yako, kuwa mrithi wako. Na ndio maana Elia akamwambia ameomba kitu kigumu. Yaani ile kuwa mrithi wa mtu anapoondoka sio kitu chepesi. Sio juu yake yeye Elia kuruhusu kukuombea wewe mrithi, ni juu ya Mungu kuchagua wewe uwe mrithi. Ndio maana Elia akamwambia Elisha, ukiniona natwaliwa itakuwa, usiponiona haitakuwa. Kwa maana hiyo Elisha aliomba nafasi ya kurithi kiti cha Elia. Ni kweli alishajua anaitwa kwa ajili ya hilo, lakini sasa kumbuka kuna vitu ambavyo lazima tuvielewe. Katika mambo ya Mungu unahitaji kupakwa mafuta, si ndio? Kupewa Roho Mtakatifu kwa ajili ya jukumu hilo unalofanya. Na maana Yesu aliambia wanafunzi wake, msitoke mpaka mpewe Roho Mtakatifu. Kisha Roho Mtakatifu sasa you are free to go, na utakakokwenda kile utakachokifanya kitakuwa kinakwenda. Utangalia issue ya Sauli, wakati Samueli alimwambia Sauli ya kwamba Roho Mungu atashuka juu yako, na lolote ulionalo fanya kwa kuwa Bwana yuko pamoja naye. Maana wakati umetoa mafuta, chochote utakachokifanya kitafanikiwa, kwa sababu Bwana yuko pamoja nao. Kama na hiyo baada ya hilo tukio, kweli walikuja magari ya moto akanyanyuliwa katika upepo, akaondoka. Na lile vazi likamdondokea alilokuwa nalo Elia, na mwisho wa siku akaliweka hapa begani, akaroma vazi yake, akaondoka. Na alipofika akapiga lile vazi kwenye mto. Yuko hapo Mungu wa Elia, mto kagawanyika, na ni mto mkubwa. Akavuka. Anapovuka, na wale manabii walikuwa wanaangalia kwa kwenye milima, wakaona kilichotokea pale kwenye mto, akajua sasa tayari roho ya Elia inakaa juu ya nani? Juu ya Elisha. Kwa nini? Alifanya matukio ambayo Elia alikuwa anayafanya. Kwa sababu kwa hiyo mpaka hapo tunajua kwamba utendaji wa miujiza ya Elia ulikuwa ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Sio utakatifu kwamba Elisha sasa alikuwa amefika level, kwamba Elisha wakati huo anapokuja kufanya miujiza alikuwa amefika level juu sana ya kiroho. Hapana. Kwamba alikuwa nizungumzie level juu ya kiroho, inawezekana ikatafsika vibaya. Labda alikuwa mtakatifu sana. Hapana. Ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Alikuwa binadamu, japo kwa kichwa alikuwa na Roho Mtakatifu, ni lazima wewe tu umejisacrifice kwa Mungu. Lakini tunakuja kuona baada ya hapo matukio mengi yanafuata. Wakati ametoka, alifika mahali akakuta vijana karibia 40 wakamdhihaki, paa ewe mwenye upaa, wakimchukulia poa, si ndio? Na kilichotokea akawalaani, na dubu 2 wakatoka wakaja kuwalalua. Kwa hiyo kufundisha kwamba watu wamheshimu, na actually wanaanza kumuogopa. Kuanzia pale kuna matukio Elisha, matukio yake yaliyoandikwa ni mengi sana. Ni mengi sana. Habari ya kuna wakati kulikuwa alichukua manini yale matango, akagundua ni matango poli yenye sumu, akaweka unga yakawa mazima. Kuna wakati maji yalikuwa machungu, akatumia chumvi, alafu yale maji yakawa matamu. Japo watu ndio wengine wametoa mfano sasa wanatumia chumvi, wakidhani chumvi sasa ina nguvu. Haya, whatever. Utakavyoamini imani yako. Lakini wengine, muujiza mwingine ulikuwa kulisha watu wengi, ileta masuke, ilikuwa ni shairi chache, ilikuwa kipindi cha njaa. Alafu Elisha akawaambia pakulieni watu wale, wakala mpaka wakasaza. Na kile chakula kidogo sana, lakini wakala, maana yake chakula kilimultiply. Lakini kingine Elisha alifanya, kuna wakati watoto wa manabii walikuwa wanaishi mahali eneo kama vile ndogo, wakataka kupanua sehemu ya kuishi. Kwa hiyo akaenda kukata miti. Wakati wanakata miti kwa ajili ya kujenga, shoka likadondokea kwenye maji, kwenye mto. Ilipodondokea kwenye mto, kile chuma cha shoka tunajua kinazama. Akamwambia mtu wa Mungu, tulikiazima hiki. Na Elisha akamuuliza kiliondoka wapi? Akamwambia pale. Akata mti, akaweka,
kikaelea, akachukua ile nini, ule mti. Miujiza mingi kuna ya kupata mtoto. Ile mwanamke ya Mshunami ambapo Elisha alikuwa akisafiri akienda kihudumu, kwa sababu alikuwa ni nabii. Kwa hiyo zile shughuli za manabii karibia zote zilikuwa chini yake na wengineo pia, lakini zilikuwa chini yake kwa sababu Elia ndiye alikuwa anasimamia. Baadaye Elisha akaja akasema, japo zilianza wakati wa Samueli. Kwa hiyo sasa wakati anasafiri, anapita kuna nyumba fulani, wakawa anakarimiwa na alishwa chakula, akajengewa mpaka chumba cha kupumzika. Mwisho wa siku Elisha akajuza, huyu mama nimfanyie nini? Na Elisha alikuwa na mtumishi wake alikuwa anaitwa Gehazi. Na Gehazi ndiye ile mama akasema, mimi nimeridhika, sihitaji chochote, wana kutendea tu kwa wema. Na Gehazi basi akaona kama hapa nimekaa hapa sioni mtoto, na kaambia kuna shida ya mtoto. Na Elisha hakutaji imani ya yule mama. Alimwambia basi mwakani utapata mtoto. Kwa hiyo na kweli ilipofika muda alipata mtoto. Na ilitokea baada ya muda yule mtoto alikuja kuumwa kichwa. Akafa. Yule mama akamfuata Elisha. Kuna matukio yanayofuata pale mengi ya kumtuma Gehazi aenda akaweke fimbo yake ikagoma. Manake ile fimbo ya Elisha aliyokuwa nayo ilikuwa na uwezo wa kufanya vitu pia. Kwa hiyo akampa Gehazi, nenda akafanye kitu, ikagoma. Akaenda Elisha mwenyewe akaomba kwa yule mtoto, na mwisho wa siku yule mtoto akafanya nini? Akafufuka. Kwa ni matukio mengi. Tunaona habari, tukio la mwisho ambalo limeandikwa ni la askari mmoja aliyekufa. Wakati wanakwenda kuzika, majeshi yalikuwa na waandama, kwa hiyo wakachukua ile maiti wakarusha. Waliporusha kwenye kaburi la Elisha, kwa sababu makaburi yao yalikuwa yamechongwa kwenye miamba. Kwa hiyo alishaoza mle, mifupa ndio imebaki, wakaona hii ndio sehemu, wakarusha. Waliporusha, alipogusa ile mifupa akafuka. Lakini bado Biblia inatuambia kwamba Elisha alipata ugonjwa uliomuua. Sijui ni ugonjwa gani, lakini alipata ugonjwa uliomuua. Wakati huo ugonjwa unamuua, wakati huo mifupa yake inaweza kufufua. Uwezo wa kuponya ulikuwa wa Mungu. Na Mungu anajua ni kwa nini. Sasa ni matukio mengi sana ambayo Elisha alifanya. In fact, mengi. Kuna ile habari ya njaa, ilitokea njaa, alafu mfalme wa Israeli akasema kesho yake kama Elisha angeuawa, kisha akamwambia kesho unga utauzwa, ni mfano kama sasa hivi kwa shida ya mafuta. Sema mafuta 1000, alafu nabii aseme na watu wahangaike mafuta yapo yapande labda kufika mpaka 10,000, 1000 ngapi, kila kitu kimefungwa, au lita moja uipate kama hata kwa 100,000 tu ashumu, na lita moja ya petroli unapata kwa 100,000. Alafu mtu atokee aseme kesho mafuta yatauzwa lita moja kwa shilingi 1,000 au kwa shilingi 500. Nani manake kitu ambacho hakiwezekani. Ndio maana mtu mmoja akasema hata kama Mungu angefungua madirisha ya mbinguni, hicho kitu hakiwezekani. Kilichotokea na kwamba Elisha akamwambia yule mtu, alikuwa askari wa yule mfalme, akamwambia ya kwamba utaona lakini utakula. Na kweli yule mtu ndiye aliyekuwa mlangoni kuangalia watu. Ni matukio yaliyotokea pale. Kabla ile tukio ni ile habari ya story ya wakoma, si ndio? Wakoma walijiuliza njaa wanafanyaje, watakufa. Sema tukienda kwa Washami watatuua, tusipoenda tutakufa kwa njaa, bora twende. Maana wale walikuwa wamewazingira, walikuwa wanaweka ngome, wanakuwa na vyakula, wanaweka ngome, nyinyi hamtoki kwenda mashambani. Kwa mtakula mlicho nacho mpaka kitaisha, mtaanza kula mavi. Na actually walikuwa wanapitia wakati mgumu. Wanakula mavi ya punda. Na kuna ambao walichinja watoto wao. Kwa hiyo sasa kilichokuja kutokea ni kwamba hawa wakoma walipokwenda kule, Washami wakasikia vishindo, kajua Israeli wameshajiri majeshi wa Misri, wakara mita, kakimbia. Walipokimbia wale Washami wakafika, wale wakoma wakafika, wakaingia kwenye hema ya kwanza ya pili, wakakusana nao vitaka. Baadaye wakaona si vema, wakaenda kutoa ripoti kwa mfalme, kwa mababu akapeleka taarifa, aenda kwa mfalme kuna steps zilifuata pale mpaka akapata kile chakula, wakaenda wanajikusanyia tu, na chakula kilikuwa kingi sana. Watu wakanunua kwa bei ya chini kabisa. Sasa haya matukio yote ya Elisha yanatufundisha nini? Yanatufundisha juu ya utendaji kazi wa Mungu. Vile ambavyo ukiitwa kwenye kusudi la Mungu, ukaitika kulitekeleza, Mungu atakupa resource za kufanikisha kile ulichoitiwa. Si tunaelewana? Yaani Mungu akikuita kwenye kazi fulani, ukawa na uhakika hii nimeitwa na Mungu kwenye kazi jukumu fulani, Mungu hatakupa vitendea kazi
vya kuifanikisha ile kazi au ile jukumu. Kwa hiyo wewe umeitwa kuwa mchungaji. Ni kweli mambo hayatakwenda kirahisi. Lakini zingatia kitu kimoja, ya kwamba aliyekuita hatakuwezesha kukamilisha kila kitu. Usikate tamaa wala kurudi. Somo jingine ambalo tunapata toka kwenye kisa au visa vya Elisha mwana wa Shafati. Tunao visa, masomo mengine tunaweza kuyapata au ujumbe tunaweza kupata ni habari ya uwezo wa Roho Mtakatifu ama ujazo wa Roho Mtakatifu. Na kwamba usipokuwa na Roho Mtakatifu hutafanya kile ambacho unatakiwa kufanya. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu utaweza kufanikisha mengi ambayo usingeyafanya. Kwa sababu tunamuona Elisha akitenda yale baada ya kupokea Roho Mtakatifu. Na sio tu Roho Mtakatifu, alipokea Roho Mtakatifu kwenye nafasi kama aliyokuwa nayo nani? Elisha. Lakini tunaona utendaji kazi wake walikuwa kidogo aliyekuwa nayo Elia. Utendaji kazi wake kidogo na kwenda tofauti, auendi tofauti kama kinyume, lakini kila mmoja alikutimiza kusudi lake. Elia alikuwa mtu wa staili fulani, Elisha akaja akawa mtu wa staili nyingine. Lakini bado alisimama mle alikokuwa ameagizwa kuleta. Sasa tunakuja kupata Hazaeli mafuta, Yehu mafuta, ambao hawa ndio wanakwenda. Yehu ndiye alikwenda kumuua Yezebel na wafalme wengine ambao aliweza kuwaua wakati huo, hasa nyumba ya Ahabu. Alienda kujadhibu vibaya sana nyumba ya Ahabu. Japo naye Yehu mambo yalikuja kumwendea vibaya. Lakini kuna Hazael pia ambaye alikuwa ni wa Sham. Anakuja kutawazwa kuwa kama mfalme. Alipaka mafuta na nani? Na Elisha. Japo alimtuma wale manabii wanaojifunza, tuite manabii the same, kwa sababu alikuwa ameshafika level hiyo ya kuruhusiwa kufanya hicho kitu. Kwa hiyo alitumwa na Elisha akampaka mafuta Hazael na akafanya matukio. Japo baadaye alikuja kufanya vibaya pia. Lakini kitu cha kuja kugundua kwamba kila mtu anapoumbwa anakuwa na kusudi lake. Na Mungu anapokuita anakuwa na kusudi, atakupatia resource. Cha muhimu, songa mbele. Somo jingine la mwisho ambao tunaweza kupata kwenye kisa cha Elisha ni nafasi ya kutafuta kile ulichoitiwa. Ya kwamba wito wako hata kama umeitwa haimaanishi utakwenda slow. Kuna hatua utalazimika wewe mwenyewe kujikaa nafsi, ungangane mwenyewe kufika. Kwa sababu angalia, siku Elia anaondoka, Elisha anaambiwa baki. Yaani anaambiwa baki. Angesema okay, sawa, Mungu alishasema nitakuwa tu ni baki. Ingekuwa ndio imekula kwake. Kwa hiyo baraka ya Mungu haitokuja kiele mama. Una sehemu ya kupambana kwa imani. Imani inashinda. Kwa hiyo tunamuona Elisha alipata ile baraka. Ni baraka, ni zawadi, lakini alihitajika kuwa na imani ya kubali kumfuata Elia mpaka mwisho, kwa sababu huyo ndiye aliyekuwa mrithishaji wake. Kwa hiyo jua wito wako, pokea Roho Mtakatifu, usikate tamaa, songa mbele kwa imani. Muda ulipofika basi alilala, lakini tunaona nguvu ya Mungu ilizidi kutenda hata katika mifupa yake. Maana yake ni mtu ambaye alijitoa kwa Mungu kweli kweli. Kwa usiache kufanya hivyo nawe pia. Lakini kisa ambacho tunakimaliza cha Elisha, mambo mengi sana ambayo tukayazungumza, lakini kadri tutakavyokuwa tunakwenda kuna vingine tutakuwa tuna video call kurudi nyuma, tunaunganisha visa story hizo ili tuweze kuelewa Biblia inavyojifunua kwa upana zaidi kwetu sisi, maana imeandikwa kwa ajili yetu, imeandikwa kwa ajili yako, special kwa ajili yako. Kwa hiyo usikate tamaa unapoamua kusoma Biblia. Visa hivi ni muhimu sana. Takia wakati mwema. Basi unaweza kushare na marafiki kwa ajili na wao pia waweze kupata nafasi ya kujifunza. Lakini usisahau pia kusubscribe. Kwa nini? Kwa sababu inapotuma video nyingine unapata notification, na hivyo inakuwa rahisi kupata kuangalia. Asante.